hekalu. Akapindua fedha za watu waliobadilisha fedha na vitu vyao waliouza huo. Wala hawakuacha mtu achukue chombo katika ya hekalu. Isha pale kwanza. Haleluya. Hii ni habari ya Yesu Kristo. Alikuwa akitoka wapi? Betania. Alikuwa amesikia njaa. Akakumbuka kama kuna mti ambaye alikuwa mahali pale ili apate matunda kweli akule. Lakini ya kushangaza, Kristo alipoona mti hauna matunda yoyote, mtu bali umekauka. Amen. Mti ambao naongelea ndio kanisa, ndugu mpendwa. Mti ambao naongelea ndio kanisa la mahali hapa. Ndio kanisa. Amen. Na Kristo ameweka ndani matawi. Matawi ndio nani? Wa Kristo. Amen. Na Kristo anapofika mahali hapa, atazama mti huu. Anaangalia kwani mna matawi, lakini hamna matunda. Na kwa ndugu mpendwa, kama Kristo hapana faida kwako na kwangu, atatulaani. Sababu swali ni hatufanye kazi isiyostahili. Hii ni habari ya Yesu Kristo. Ndiyo maana ndugu mpendwa, walikuuliza kama faida yako ni gani na ministeri hii? Kwa kumependa tu Mungu akushibie, lakini hautaki Kristo naye apate faida kwako. Amen. Si kwa bure Mungu aliweka ministeri hii mahali hapa. Si kwa bure Mungu alikuweka mahali pale hapo unaekaa ndugu mpendwa. Si kwa bure. Kristo hukuita mahali hapa ili uje usambaze kanisa la Bwana. Kristo kuja mahali hapa ili wakusanya watumishi wa Mungu. Kristo kuja mahali hapa ili ufanye mabaya na kanisa hili. Lakini Kristo alikuja mahali hapa ili umtumikie, na anapokuja awe na matunda. Matunda yako ni gani? Hakuona kitu. Aliona nini? Majani. Amen. Kumbe tunaweza kuwa uwingi wa watu, tunaonekana kama vile majani, lakini hatuna matunda lolote ndugu mpendwa. Amen. Matunda yako ni gani ndugu mpendwa? Wanapokuambia leo siku ya maombi, kia ufanye maombi ukeshe, lakini unajua sababu. Unafikiria kama huu mwenzako atatoka vipi kama wao ukesha kumwombea? Unafikiria kama huu mwitaji anakubali hapa ataona vipi mkono wa Mungu kama utolee kwake na kumwombea? Hii ndiyo matunda ambayo Mungu anataka kwetu. Amen. Usikuwa tu nabii wa kutabiri na kisha unaenda, lakini angalia kile ambacho Mungu alikuwa ndani mwake. Alikuambia njoo mtu. Amen. Na nakuambia shida ya mtu, kuwa na wakati kumkashana kumwombea ili aone mkono wa Bwana. Amen. 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 Tumike kazi ya Bwana, na anajua kama kuna siku Kristo atafika mahali hapa, anakuza raporo matunda kiko wapi. Amen. Utapata matunda gani? Utaonyesha riziki gani ya kazi yake ambayo amekupatia? Watumishi wa Mungu, Kristo akafika mahali hapa leo ndugu mpendwa, sababu yeye hata kulaga siku wala saa. Utapata matunda gani kwako ndugu mpendwa? Tangu ufike mahali hapa, umesaidia watu ngapi? Umeombea watu ngapi? Umebariki watu ngapi? Umeleta wangapi kwa Kristo?
Amen. Hii ndiyo vitu ambavyo mtu wa Mungu anapenda kujiavulia yeye mwenyewe. Anasema tangu niko kwa huduma nimefanya nini kwa Mungu? Nimezaa nini kwa Mungu? Amen. Haukuja mahali hapa tu utafuta waume ili uolewe. Haukuja mahali hapa kutafuta kimwili tu, hapana. Amen. Lakini Mungu anapokushidia, unapoona matunda ya Bwana, sharti naye vile aone matunda yake kwako. Amen. Nakwambia ndugu mpendwa, kama Mungu amekuweka mahali hapa, hata utabiriwe mara ngapi. Amen. Mungu anapoangalia kwako hana faida, hawezi kubariki. Ile ambayo faidia hawezi kuvaa mwili. Sababu anaangalia ni wako hauzae matunda. Baada ya pale mnahukumu watumishi ya Mungu. Pale hakuna Mungu. Waje hauna Mungu. Mungu mpendwa, unapenda Mungu afanye yako, mbona wao ufanye yake? Anapoangalia Mungu anaambia huyu mbariki, ndiye ninambariki, lakini kwangu sione matunda kwake. Ameingia mkazi yangu, mbona kazi yangu umechafua? Ameingia mkazi yangu, mbona kondoo zangu umeisambaza? Anakugezea mgongo. Lakini nataka kuambia ndugu mpendwa, jikute kama uko tawi kumti mtakatifu. Amen. Na utawi kitu anapoangalia apate matunda kwako ndugu mpendwa. Amen. Ministeri ni kama una mti. Mimi na wewe ni kama tawi. Kitu anaposikia njaa, anapofika mahali hapa kwenye ministeri, angalie matunda pale inameremeta. Amen. Asiangalie majani tu inameremeta, lakini majani hiyo na matunda ndugu mpendwa. Amen. Ukaoa mwanamke, unamtia mnyumba. Amen. Atava spere ngapi? Atapage chakula namna gani? Amen. Kama na mtoto unamfurahia, unamfurahia toka na huzuni, sababu haone matunda kwake. Hata amebereka namna gani, haone matunda. Na Mungu ni vile vile. Kanisa ni bibi harusi ndugu mpendwa. Kama Kristo haona matunda ndani ya kazi yake, atailaani, sababu haona faida. Haona faida. Amen. Hapa anatuambia akajibu akawaambia, tangu leo hata milele mti asile matunda kwako. Amen. Amen. Unaweza kuwa muombaji ndugu mpendwa. Unaweza kuwa mwimbaji ndugu mpendwa. Kama ile kazi yako ya unabii, kama ile kazi yako ya kuhubiri, kama ile kazi yako ya kuimba, kama Isaya matunda ndugu mpendwa, hata upige kelele mara ngapi ya maombi, Mungu hawezi kuonesha mkono wa Bwana kwa kila kitu ambacho unaombea, sababu hamzalii matunda. Amen. Kila mara tunajiuliza kwa nini hatubarikiwe. Amen. Hata ni kwangu na wewe tujichunguze. Juu ya nini kwangu sibarikiwe? Kumbe sizali kwa matunda. Amen. Amen. Na kama unashakishia kama unazalia Bwana matunda, mkumbushe kupitia matunda ama umzalie. Na ndipo unafanya atasikia maombi yako. Amen. Matunda gani umezaa kwa Kristo? Matunda gani ndugu mpendwa umezaa kwa Kristo? Maana Kristo amekubariki na kazi ya kila aina, lakini matunda yake zile kazi haioni. Unafikiri itaendelea? Itaendelea? Amen.
Na wakati mnyang'anyi atafika ile kazi, mbona niko naenda kaza kila siku, wanitabiria utabarikiwa, utabarikiwa. Basi naongezeka, mbona siku naongezeka? Kwa sababu Kristo haona faida ndani ile kazi yako. Moya 10 yako unapeleka wapi? Shukrani yako unapeleka wapi? Tutaya vizuri. Amen. Wakati ya neno mnafunga masura. Baada kumwambia utabarikiwa ni kucheka. Amen. Sababu gani magonjwa haitoke na nyumba yako? Amen. Kristo alikwambia upali sadaka ya ukingo juu ya jamaa yako, hautaki. Amen. Apre pale habana Mungu. Wewe una Mungu mjia la Yesu Kristo. Sababu hautimize agizo za Mungu. Ukatimiza agizo za Mungu mpendwa. Amen. Kristo atakubariki. Kristo atakuprotege mshida zako zote. Amen. Kuna watu wako mahali hapa wanahitaji wapate waume na wengine wapate wanawake. Si ni vile? Jitaji ile. Hata nakwambia ndugu mpendwa, kama unapenda Kristo, ajibu hitaji yako. Amen. Angalia kwanza, kontrole mwenyewe, eske kazi ambayo nafanya na ministeri hii imezalia Mungu nini? Amen. Kumbe Mungu iko naangalia ungali kivuruga wake. Amen. Ungana vuruga watu, ungana segenya watu, hata akupatie mke, hata akupatie mume ingali bure. Angalia ndugu mpendwa. Amen. Unaweza kuwa uko shomea, hauna kazi yoyote. Amen. Kumbe Mungu anaangalia hata akupatie kazi, ungana kwa hewa ya kapanza, hata akupatie kazi, pesa utachana ni bure. Tafuta kwa ufungulivu. Amen. Nakwambia ndugu mpendwa, ukasikia hii habari ambayo Kristo ameleta kwako, amen, iko nabii ambayo Mungu ameleta kwako, ukaishika vema, utaona mafanikio. Ukayadharau, utabaki tu ule ule. Jangalie. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu. Akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu. Akazipindua meza na kubadili fedha na viti vyao wauzao njia, wala haukuacha mtu achuke chombo kati ya hekalu. Amen. Wakati Kristo alipoingia ndani ya hekalu, amen, akaangalia machafuko, akasema baraka zake hazilikana na machafuko, akaanza kufagia mabaya yote. Mabaya yote akaanza kufagia, akaanza kufagia. Ndugu mpendwa, nakwambia kama hali hapo kali machafuko, Kristo ana kazi sasa leo ya kuona fika na kufagia mabaya yote. Amen. Ili baraka zake fanye istarehe milele. Amen. Ndiyo maana ndugu mpendwa, ninakusii leo, tangu leo anza maombi ya utakaso. Ambia Mungu anapoingia ndani ya ministeri asikukute ungali mchafu, ili asikuone na kutupa nje. Tabia yako ni gani ndani ya ministeri? Amen. Hali yako ni gani ndani ya ministeri? Mbasara. Hali yako ni gani ndani ya ministeri? Amen. Hali zetu ni gani ndani ya ministeri? Amen. Kumbe hali yangu na hali yako
asibariki watu mahali hapa. Tafute ndugu pendwa utakaso unaofaa kwake. Somee kitabu cha Yoeli 1:11. Après Hosea Yoeli. Ezekiel, Daniel, Hosea, Yoeli. 1:11 mpaka 14. Pateni haya enyi walimaji. Lieni enyi walimaji wa mizabibu. Kwa sababu ya ngano na kwa sababu ya shayiri, kwa maana mavuno ya shamba yameharibiwa. Mzabibu umekauka, mtini unapunguka, mkomamanga, ngazi vile vile mtafaa, hata miti yote ya shamba imekauka, kwa sababu furaha imekauka katika wana wa watu. Ishia pale. Amen. Furaha imekauka ndani ya watu. Sio pale. Amen. Tayarini enyi wakulima, pigeni yowe enyi watunzaji wa mizabibu. Mkulima ni nani? Mkulima ni nani? Amen. Mtu anataka kuna shamba. Mtu anataka kuna shamba? Si hapana. Amen. Shamba ambalo naongelea ni kanisa. Amen. Na mkulima ni wewe muombaji, ndugu mpendwa. Amen. Wewe muombaji ndio mkulima. Hapa atuambia kama enyi wakulima, pigeni yowe. Enyi wahubiri, enyi wajakazi, pigeni yowe. Enyi watunzaji wa mizabibu. Amen. Mizabibu ni nani? Si matunda, si wa Kristo, ndio mizabibu. Kwa ajili ya ngano na shayiri, maana mavuno ya shamba yamepotea. Amen. Wanasema tukeshe sana, tukilima shamba la Bwana. Amen. Tupige yowe sana, tuombe sana ndugu pendwa, sababu mizabibu ya Bwana imeharibika, imekimbia. Amen. Ndugu wapendwa, Wakristo wanakimbia. Tumekuwa na shida ndugu mpendwa. Sisi waombaji, sisi watumishi, tumegani ya shida ndugu mpendwa. Ni muda na wakati wa ukesha ile jambo. Kwani sisi ndio wakulima wa shamba la Bwana. Amen. Sababu mzabibu unapooza, mzabibu unapokimbia, iko ole sana kwa Bwana. Amen. Wakati walima shamba, mimea kuharibika, utaona furaha. Furaha kwake. Ndiyo maana pale Kristo anagusia, anasema sisi ni wakulima. Ametupatia shamba ili tulime. Shamba lake ameweka mizabibu. Nasema hii shamba tuyankadre. Sababu tusipo yankadre, iko shida kwetu. Amen. Ndugu pendwa, angalia namna gani unatembea na karibu yako. Amen. Huwa karibu yako ndio mzabibu yako. Amen. Huyu ndio matunda yako. Je, umeigombeza namna gani? Umeilimia namna gani? Ili Kristo anapokuja angalie matunda inashema imara. Amen.
Niko naongea na situ na hapa, niko naongea situ na wajakazi na watumishi wa Mungu. Ni kazi ambayo Mungu anatupatia. Naongea zaidi sana juu ya watumishi na wajakazi wa Mungu. Mzabibu umesinyaa mchini, nao umevia, nao mkona manga na mtenda matofaa, na miti yote ya mashamba imekauka. Amen. Ndugu mpendwa, kanisa la Bwana, nitakwambia kama hii ni apeli ya Mungu ambaye alikuta ni ya kazi yake. Mungu anapenda atafute faida yake kwako. Amen. Na Mungu analia kilio, anasema kanisa lake limekauka. Amen. Ndugu mpendwa, nilitangaza kwa sababu nikasema kumbuka mwanzo wa ministeri hii. Amen. Mulianza wangapi? Tulianza wangapi? Na leo tuko wangapi? Tulianza wangapi? Tumetembea na wangapi? Na kwa leo tunabakia wangapi? Je, matunda mti inazaa? Huu mti unazaa matunda? Ama Sara, huu mti unazaa matunda? Huu mti unazaa matunda? Sababu ukiangalia kadiri Mungu alishamisha huu mti na akaweka tawi ndani, matunda ya mti huu unapunguka, hausonge mbele. Pale Kristo aturevelea kama mimi na watu tumeitwa ndani ya hii shamba, amen, ili tulilime vizuri, kusudi hii matunda isipate pale ni kukimbia tena. Je, taweza? Amen. Kuweza kwangu na kwako ndugu mpendwa ni kuwa na mshimamo. Sipo mshimamo hatuwezi weza kitu, hatuwezi falia kitu. Tunapokuwa na mshimamo, tukitika hii apele ya Bwana ambayo tuitia, jikomprate wewe mwenyewe, nimefika hapa jinsi kumtumikia Bwana. Amen. Kama haujelewa kile kibora, hautaweza kitu. Je, alea kwanza ile kazi ambayo Mungu alikuitia. Sababu unapotumika kazi, kama haujelewa kama uko mfanya kazi wa nani, amen, haweza kitu. Sisi wote tuna bosi mmoja. Nani? Ni Kristo. Sisi wote ni wafanya kazi wa Kristo. Kristo ametuweka kwa shamba lake ili tufanye kazi, tutunze yale matunda ambayo alitupatia. Anasema tusipoyatunza atafanya nini? Atulaani. Kumbe mimi na wewe tuepuke hukumu ya Mungu, tushime kwenye zamu, tutimize ile ambayo kazi ambayo Kristo ametupatia. Amen. Tutasomea Luka 13:6. Taishia hapa Luka 16, Luka 13. Akawaambia mfano huu, mtu mmoja alipanda mtini katika shamba lake. Alikuja kutafuta matunda juu yake, lakini hakupata. Akamwambia mlimaji wa shamba lake, tazama, kwa miaka mitatu nimetafuta matunda juu ya mtini huu, lakini sipati.
mkate kwa sababu gani unaharibu udongo bure? Akamjibu akasema, Bwana, uiache tena mwaka huu, hata ninachimba udongo pembeni yake na kuweka kitu kuotesha. Kama unazaa matunda vema, lakini kama hauzai utaukata kabisa. Amen. Amen. Huyu Kristo alipotembelea shamba lake anautana kabisa, hakuna matunda yoyote. Akaambia mkulima, nimesabia miaka 3 sipate matunda na hii shamba. Amen. Angalia ministeri afanya hangapi? Ndio ngapi? Ndio ngapi? Yami. Chiffre ngapi? Sikusema chiffre. Miaka ngapi? Dès la création du ministère, ça fait combien de temps? Combien d'années? Amen. Anasema 8 ans. Amen. Mungu amekuweka ndani ya shamba baada ya miaka ngapi? 8. Amen. Sasa anakuja kuchungulia kazi yake. Je, hii kazi na matunda? Miaka unaenda upendwa, matunda gani yataonekana? Na alipoangalia apate matunda, akaambia mtumishi, akaambia mkulima, huu mti ninaulaani. Amen. Mkulima kasi Kristo akasema, hapana mpendwa, tuonee huruma, tupatie tena mwaka mmoja tena, tuangalie namna gani tatumika. Amen. Kama huu mwaka mmoja kama hauzai matunda, ninakuruhusu kuje ukate. Amen. Nakuruhusu ukuje kwa nini? Ukate. Amen. Nakwambia ndugu mpendwa, hata kiongozi wa kanisa, amen, anaombolezea watu wa kanisa. Lakini jua kama kuna siku Kristo mwenyewe atafika kuangalia kanisa lake. Je, kanisa langu je linatembea namna gani? Kanisa langu je linaendelea namna gani? Asikuangalia ndani ya ministeri hamuna maendeleo, ataambia yule kuhani ambaye sheria kanisa, atamwambia nilikuwa kwenye shamba sione matunda. Hii shamba na ikata. Amen. Mkulima kasi Mungu akamwambia hapana, tuonee huruma. Amen. Ndio maana vile vile kwa bwana mpendwa, hii ngali neema. Hii neema. Wakati tunafanya evaluation ya ministeri hii ministeri shamba la Bwana, wakati tunafanya evaluation hakuna matunda lolote mpendwa, hakuna kile ambacho tumefanya na kazi hii. Ambia Mungu akuonee huruma, akuonee huruma. Tena mwaka huu uangalie kama namna gani unatembea. Amen. Kama na ministeri hii ulikuja kusambaza watu, kama na ministeri hii ulikuja kusengenya watu, kama na ministeri hii umeacha watumishi wa Mungu na njaa. Amen. Mungu anasema omboleza kwanza, jomboleze. Amen. Jomboleze, mwambie Baba, nimesikia. Tangu leo niachie muda tena. Unapofika tena sikufanya kitu ile stahili. Amen. Nikate. Watu wamechezea maneno ya Bwana. Watu wamechezea neno la Mungu. Si kwa bure Mungu alikuweka mahali hapa. Alikuweka mahali hapa ili uje umtumikie. Watumishi na wajakazi, tuna kazi kubwa ya kufanya. Sababu ukasoma pale chini, soma pale chini. Ya maandiko, soma pale chini.
Nisema Luka 13:6. Nasema hivi, alikuwa akifundisha katika sinagogi moja siku ya Sabato, na tazama, palikuwa mwanamke mmoja mwenye pepo mchafu wa udhaifu miaka 18. Hapana, pale sio pale nimesema 13:6. Wanje pale kuseti. Anje pale kuwiti. Bwana, uache tena mwaka huu hata ninachimba udongo pembeni yake na kuweka kitu kuotesha. Kama unazaa matunda mema, lakini kama hauzai utakata kabisa. Amen. Ni pale kwingine. Ndio nasema kama muda wako ndugu mpendwa, kuangalia kitu gani ambacho umefanya ndani ya huduma huu, sababu Mungu amekuweka mahali hapa ili umtumikie. Amen. Na ukasoma pale mu Yohane 12 pale inasema kama enyi watumishi, amen, enyi makuhani wakubwa wa madhabahu, mkeshe sana juu ya shamba langu. Ndugu mpendwa, muda mzuri ukesha sana kazi ya Bwana. Sisi wote tumeitwa kuwa wafanyakazi wa Kristo, na hii kazi si yangu, hii kazi si yako, hii kazi ni ya Bwana. Amen. Ni sharti ndugu mpendwa, wewe mwenyewe ufanye evaluation ndani ya hii shamba la Bwana. Unamzalia Bwana matunda gani? Unamzalia nini? Amen. Unapofanya evaluation itakupatia mwelekeo ya kuwa tena kutembea kumstari kama Mungu aliyopenda kutembea, na Mungu abaki zake na kwangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Baba yangu, Baba yangu, Jehova, acha neema yako Bwana. Neno sinasimama kwa acha neema yako, acha uwezo wako Bwana. Tembea nasi faida gani Mungu wa mbinguni Bwana, imejua ufalme wangu. Acha neema yako, acha utukufu wako Bwana, tembea na ufalme wangu. Ninakuomba na Mungu yote. Amen.